Unajua maswali haya kwa sisi tuliokaa kwenye mpira kwanza ninayo haki ya kuwasemea, sababu mimi siku zote nasema mpira ni sehemu ya maisha yangu na haiwezi kufutika kwamba kuna mtu akiniona mimi tu anaona football katika nchi hii, yaani nimefanana na mpira, lakini tabu iliyopo, yaani mtu anadhani mimi naitisha press kwa ajili ya, kwa sababu mimi nitaweza ku make headlines, yaani jibu la kikweli kweli nikilitoa litaenda ku make headlines, na mtu atafikiri bwana anakaa kazi yake kufanya press za Yanga tu au za kuisema Yanga au kuisifu Yanga. Nanipa tabu sana. Wakati fulani sema hata wakisema kama kuna jambo nadhani ni sahihi, acha niseme. Nimeambiwa na wenzangu kwenye magrupu ya Yanga ambao wako Dodoma sasa hivi, hali ya mvua ni kali sana, mvua kubwa Dodoma. Na jana nimeuangalia ile mechi ya Azam na Dodoma Jiji, uwanja ulikuwa katika hali mbaya sana. Nimeangalia mechi zote. Sasa nikawa nasema hii kesho itakuwaje? Na timu yangu nacheza kesho na Prisons. Sasa labda usiponyesha, lakini nimeambiwa leo imenyesha sana mvua Dodoma. Kama itawezekana, sababu mvua ni matakwa ya Mungu, ni riski kucheza pale kwenye mechi ambayo uwanja umejaa maji. Bodi ya ligi na TFF waone namna ya kusogeza mbele mechi, sababu huwezi kucheza kwenye shamba la mpunga. Nitegemea Prisons na Young Africans waombe kuahirishwa mchezo, tegemea na hali itakavyokuwa Dodoma leo. Kama hali itakuwa ni ile ya mvua, ni riski kwa wachezaji kuumia. Timu ambayo labda haikudeserve kupata matokeo itapata kwa sababu ya hali ya mvua. Kwa hiyo kama hali ya mvua ni hiyo, na lakini nimeambiwa Prison wamekubali kuchezea Dodoma, jambo vitu vya kawaida. Wakati fulani bodi tu wajitahidi kuto mara mechi hapa mara, yaani watengeneze ka utaratibu maalum ambacho kitafanya ligi sio tu ionekane ni ya haki, bingwa patikane kwa haki, lakini julikane kama huko elimu bingwa ni wa haki. Wanajitahidi, lakini hizo changamoto mara mechi hapa mara hapa. Lakini kwa situation niliyoambiwa leo na wenzangu waliopo Dodoma kwamba hali ya uwanja si rafiki, kwa sababu mvua inapiga kweli kweli. Dodoma, nasikia Mwanza, katika miji ambayo sisi mwaka huu Dar es Salaam tunapata mvua kimabagumashi, mara ipo mara ipo, lakini nasikia wenzetu mikoani alhamdulillah, hasa Dodoma naambiwa mvua inanyesha sana. Kama hali ni hiyo, bodi ya ligi inaweza kusogeza mbele, kwa sababu sio kitu cha ajabu kusogezwa mbele kwa mchezo kwa sababu ya mvua. Dunia nzima nchi wenzetu la wakati mwingine barafu, wakati wa snow Disemba ile January kunakuwa na mabarafu, wanasogeza mbele mechi za basket zile ambazo zinachezwa kwenye open ground, wanasogeza mbele. Sio kitu cha nani, kwenye golf, kwenye mchezo chungu mzima, kwenye cricket. Kwa kama hali ni hiyo, ili mtu atakayeshinda ashinde katika uwanja sahihi, ni Mkapa, hali ingekuwa vile vile. Hali ya mvua ni kubwa sana Dodoma, waliopo Dodoma wanathibitisha hivi. Sasa mimi ushauri wangu, kama mvua itaendelea hivi, kama mdau wa mpira, hakuna haja ya kucheza hivi, hakuna haja. Na sio sio mbele hata kwa siku moja. Huwezi kucheza mpira kwenye shamba ambalo la mpunga, utakosesha watazamaji waliolipa viingilio vyao furaha ya kuangalia mchezo, lakini riski ya kuumia kwa wachezaji kwenye uwanja ambao kuna utelezi mwingi ni mkubwa. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa riski wachezaji kuwapeleka kwenda kuumizana, sababu kwenye nini unacheza mpira wote mnajua, kucheza kwenye uwanja wenye matope, mitelezo ni kama kawaida. Hata uvae viatu vya stadi bado itapunguza, lakini riski ni kubwa kuumia. Naam.
Naitwa Charles Michael kutoka Kulinda Media. Swali langu ni alafu mnakata ile swali. Wewe swali lako zuri kabisa. Mnakata ile swali nachukua jibu. Sisi nimekuja hapa kuongelea habari ya masaa 72. Hamweki. Hii waandishi mnakosea sana. Hamtendei haki. Na hilo nataka niseme very clear. Unaniuliza swali la msingi sana. Wekeni swali ili mtu asije akaona mimi nimekuja hapa kuzungumzia masaa 72 kamati. Yaani wekeni swali kwa mmeuliza swali na lijibu ili mumpate yule msomaji. Juzi nilikwenda mahali nilialikwa na ilikuwa ngumu sana kwa ratiba yangu, lakini nikakubali. Headlines mnazoweka baadhi yenu, sio wote, ni kunigombanisha na watu. Naandika Haji Manara asema wanachama wa Yanga wanalipiwa kila kitu. Mimi nawezaje kusema hilo jambo? Na hata mimi nalipiwa, mimi wanachama. Sikusema hivyo. Caption nyingine, nilichokisema kingine. Very unprofessional. Very unprofessional. Very unprofessional. Na nimwambia very disappointed kwamba nia yenu sasa nini, mnanialika kwa nakuomba uje na riski barabarani jioni, sometimes napanda mpaka bodaboda, unafika pale, sio sawa. Nilifanya na wale watu wa Crown fantastic interview. Mimi mwenyewe nakiri kwamba toka mwaka huu uanze ile kwa best. Nilichokisema ndicho walichokikava. Hawakuandika captions za uchonganishi wala ugombanishi, yani kile nilichokisema ndicho hicho. Yule binti anaitwa nani? Sara, fantastic. Kanitafuta almost 6 months. Kaka, nakuomba sana. Kaka. Na baba nilikuwa nimaliza toka kabla uchaguzi mkuu wa Oktoba. Ngoja tumalize uchaguzi, ngoja nimalize masikukuu. Ngoja siku moja nimeenda mpaka pale eneo la tukio. Kachelewa tu kuja kushuka kunifuata, na mpigie simu yake driver tu zetu. Yaani baadaye nikasema lakini amefanya ndio unavyotakiwa na nini waandishi. Angalia ile content ilivyopatikana. Sio bodi. Kamati ya saa 72 isijigeuze kamati ya uendeshaji, ijigeuze kweli kamati ya saa 72. Nadhani mnanielewa kwamba tukio linafanyika ndani ya masaa 72 lifanyike maamuzi, sio hili linakuwa ndani ya masaa 72 lingine linakuwa jana. Juzi mimi naangalia mpira, siku unajua Ramadhani hii, ukiwa una mahali pa kwenda jioni, kama una darasa basi unaangalia mpira. Unaona jana ile mechi labda refa alipitiwa, lakini ukiangalia ile ni penalty wamenyimwa wale Singida. Kuna moja ndio kabisa, lakini inawezekana binadamu wanapitiwa, waamuzi nao ni binadamu. Na hizi club kubwa hizi jana nilisema mahali kwenye group letu moja la Yanga, sisi club kubwa za Tanzania, Yanga na Simba, kwa hapa Tanzania zikicheza na timu nyingine, ukiangalia kwa jicho, tukicheza na Giants wenzetu Ahli, Mamelodi, Esperance, Wydad, wakipata favor kuliko sisi, nasema hii Mungu kama anatulipia hivi. Sasa sisi tunawafanyia hao wadogo hapa, tuko Stars, Majimaji, Pamba, hata Azam kusema kweli kwa Simba na Yanga amekuwa mahanga mara nyingi.
tunaogopa tu kusema hivi, haipendezi sana, lakini lazima tukiri kwamba tunawapa favor nyingi Simba na Yanga waamuzi kuliko timu nyingine. Haifurahishi kutamka, lakini fact. Angalia tu mechi labda ya Simba ya ligi au ya Yanga ya ligi, favor sio kukataa penati tu au red card, sema red card, zile incidents za uwanjani tu, nusu kwa nusu, dakika, wakati mwingine mechi inategemea kuna dakika 5 zimeongezwa kwa sababu mkubwa mmoja anatoa shinde na sio dakika 10 baada ya 13. Mara nyingi nimeshuhudia na nyinyi mashahidi, timu zote mbili. Favor hii hapati Simba peke yake wala hapati Yanga peke yake, zote mbili. Sasa wito wangu kwa waamuzi, waendelee kutenda haki bila kusionea haya hizi judges, sababu wakisionea haya ndio wakenda wakikutana na wanaume huko walioshika kafu, na mtu anambia bana, ile kafu imeshikwa na Barekani. Kuna mtu kanambia rais wa Barekani ndio huyo, si makamu wa rais wa kafu. Unategemea nini? Kijana Favor na performance ali. Hiyo mimi wito wangu waendelee kuchezesha kufuata misingi ya haki, ili bingwa atakayepatikana apatikane kwa haki. Ingawa naamini kwa situation iliyopo sasa hivi naiona chances za Yanga ku dominate ligi ya Tanzania bado ipo, ingawa Simba wamebadilika, wameleta wachezaji wazuri. Wale Yanga wenzangu waseme nilikuwa wachezaji wa Simba na mimi nimekuwa Simba, fine. Si nani yule mchezaji mzuri, Chama ameleta kitu tofauti, anawapa kitu. Naona Chama ndio compose lazima ina kishi kidogo, haingii katika matukio, anachezea kwenye line yake, akitoka hapo kushoto na anapenda kushoto, anavisia katika eneo lake akiuzima hivi, anakuja ndani, anaachia na anajua mashimo, amewapa kitu tofauti. Wameleta wachezaji ambao amewasaidia kusema kweli. Unaona kuna kitu wanacho, ingawa bado hawana ile speed na ile Young Africans, kuna ile spirit ya Yanga ile bado inaendelea kuiona, na chances ukiniuliza sasa hivi nawapa Young Africans kushinda. Nazungumza kwa tahadhari kidogo katika mambo haya ya mpira kuliko nikizungumza jambo la Qur'ani, kwa sababu la Qur'ani nalijua, nimeliweka, ile la mpira mnalikata mna edit. Ile Qur'ani mkilipeleka mtapeleka kama lilivyo, lakini ile mpira mtakata ili muandiki mnachokitaka nini. Lakini sijali, ndo aina ya waandishi wa Tanzania wengi. Lakini la mwisho katika hili, tuendelee kuheshimu na watu, tuendelee kuheshimu. Mnafanya kazi kubwa. Sipendi kuona, tukiwaona waandishi wa habari wa Tanzania wako baadhi wanakera. Mimi najua, mimi baadhi ya waandishi walikuwa au wachambuzi walikuwa wakiamka kwenye redio asubuhi ni Haji Manara